So yes people, welcome back to the channel. Hapa naitwa Navigator Chinduli. Leo bwana nipo zangu Katesh hapa Hanang. Katika ziara yetu ya kaskazini, na hapa ni stendi ya mabasi, stendi kuu. Tumekuja kutembelea hapa Hanang ili tuweze kuona ni mambo gani ambayo yanapatikana. Kama unakumbuka mwaka 2023 ilitokea kadhia hapa ya maporomoko ya udongo. Yeah. Ilikuwa kidogo kadhia ngumu ya, lakini mambo yamekaa sawa. So twende tukaone ni maeneo gani ambayo yalifikiwa nayo maporomoko. Kama muda utaruhusu tutafika katika zile nyumba, lakini nimeambiwa ziko mbali sana ambazo wamejengewa watu ambao walipatwa na kadhia hiyo, lakini nimeambiwa ziko mbali sana. So sijajua kama tutaweza kufika, lakini cha muhimu twende tu tukaone mji kwa uchache ya. Na hii hapa ndio itakuwa episode ya mwisho kwa hapa huku kaskazini, kwa ambako tulianzia Moshi tukafika Arusha, Babati, na sasa tunamalizia katika wilaya hii ya Katesh. Yeah. So hii hapa ndio stendi mpya. Kwa hiyo stendi ya zamani sio ili naniliwa. Stendi ya zamani iliharibiwa na hayo maporomoko. Kwa watu wa geography, hiyo ndio inaitwa land, hiyo ndio tuseme land slide au mud slide. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa balaa sana, naona watu wengi mliona kwenye vyombo vya habari. Na mlima wenyewe ambao ulikuwa unatoa hilo tope ndio uwe. Kwa hiyo yale matope yalikuwa yanatoka kule juu. Yeah, yalikuwa yanatoka kule juu katika mlima Hanang. Kwa hiyo ngoja twende tukaone mambo yanaendaje. Sawa. Ili eneo la nini? Eneo la nani? Jeshi au? Magereza? Nani? Watu. Babati na inaitwa T4. T4 hii hapa. Hapa namba T4. Hapa ndio sehemu ambako yale maporomoko pia yalifika ya mwaka 2023 Disemba. Ilikuwa Disemba ile yalifika kote maporomoko ya udongo, japo sasa hivi huwezi kuona athari kwa sababu ni miaka miwili imepita sasa. Hayo maporomoko hapa nani wenyeji wenyewe ni wakina nani? Kabila gani? Hapa Katesh. Hapa ni wamechanganyikana. Nani? Wamechanganyikana yani. Wenyeji sasa wenyewe yani. Wenyeji ni Wabarbaig. Wabarbaig na Wairaq. Wabarbaig na Wairaq. Sawa. Lakini sasa hivi ndio kuna watu wengine wengi wameingia. Sawa. Wenyeji wa wilaya hii utaweza kusikia hapo ni Wabarbaig na Wairaq, japo sasa hivi kuna mchanganyiko wa watu wengi kutoka kila sehemu wanafika. Na hapa mnalima nini sana? Mahindi na maharage ni sawa. Viazi? Viazi
sana. Mtaa unaitwa mtaa wa Rukwa Street. Huko kote kukiwa na maporomoko. Na sasa kwa hiyo wale waliojengewa nyumba zile kule, wale walikuwa wanakaa wapi zaidi kule mlimani kabisa au? Ngira hapo mlimani. Sawa sawa. So hiyo ndo Katesh. Shughuli kubwa ni kilimo, sio jamii ya wafugaji na wafugaji huko hiyo ndo Katesh huko. Ni msimu wa kilimo umeanza, masika. Sasa unapitika kweli, unaweza ukaona barabara zinarekebishwa na hali ya hewa huku ni baridi. Hali ya hewa huku ni baridi. Kwa kama sisi ambao tunatokea mikoa ya Pwani, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Tanga, ukifika huku na Morogoro, ukifika huku jiandae na koti sababu hali ya hewa yake ni baridi, sio kwa kusumbua. Hapa naona kama ni msikiti, sijui ni msikiti huu. Hapa ni msikitini. Msikiti na ile shule au nyumba tu za walimu. Magogo yale ndo haya hapa ambayo yalikuwa yana slide kipindi kile, unaweza ukaona. Kwa hiyo ilikuwa ni kadhia kubwa sana. Kuna watu walifariki, walifariki. Unaona, unaweza ukasikia kuna watu walifariki pia, majeruhi, watu walipoteza mali zao, nyumba, mashamba yalijawa na matope. Kwa hiyo ilikuwa kidogo ni kama kawaida. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kusikitisha. Haya yote yameletwa na hiyo nini, hiyo landslide. Kuanzia hapa kulikuwa hapa nyumba hapa zilikuwepo, wanasema sasa hivi. Kwa hiyo hao wengine ndio wamejengewa kule. Sasa niko natamani tuweze kufika huko, lakini muda uko limited sana. Sidhani kama tutatoboa kufika huko, kwa sababu hapa nilipo natembea na tiketi kabisa ya kurudi. Hapa tutatoboa au nishuka? Kwa sababu nilipo hapa natembea kabisa na tiketi ya kurudi mjini. Kwa hivyo sijui na ubaya sasa, basi sipandie hapa, basi inabidi nikapandia Babati. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwenda huko, kwa sababu ni riski sana, naweza nikachelewa basi na ni mbali kidogo, ameniambia. Kwa hiyo nitamani tuweze kufika tuone, lakini sasa ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wangu. Lakini hata hapa tulipofikia kuona maeneo ambayo ndugu zetu walikumbwa na kadhia hiyo, ambayo kadhia hiyo inatupa darasa la kwamba tunatakiwa tufanye mambo mema pia,
na tumrudie Mungu kwa sababu hii ni natural disaster, ni janga ambalo halizuiliki, lakini pia vile vile ni ujumbe kwetu sisi sote ambao tunaishi tuishi katika misingi ile iliyokuwa faafu, iliyokuwa bora. Kwa hiyo hii hapa ni Qatesh Hanang, kama unavyoweza kuona milimani kule, ule ndio mlima Hanang wenyewe ambapo landslide ilitokea. Nini hiyo inaitwa mudslide. Haya mawe yote yametoka mlimani. Bwana unaweza ukaona haya mawe yote haya ni yametoka mlimani. Unaweza kuona kama story hivi, lakini ni kitu ambacho kilitokea, na nadhani video mliona. Kwa hiyo hata nyinyi watu wa geography mnaweza mkaja huku mkafanya tour mkaja kuona hiyo nini hiyo ilikuwaje, yani hizo mudslide na effect zake ndio hizi hapa. Unaweza kaona mawe hayo hapo yamebaki. Kwa hiyo sasa hivi Qatesh au Hanang inakuwa case study ya hiyo point ya mambo ya slide hizo. Haya mawe yote haya. So poa. Unaweza ukaona mwenyewe. Kwa sababu kwa watu tena waruhusiwi kukaa huko. So poa kabisa. Kwa niandikia hapo chini wewe unaijua Hanang au Qatesh na uliwahi kuishi huku mwaka gani, au ndio nyumbani kwenu? Mimi leo nimefika huku kuja kuangalia hayo maeneo ambayo yalipatwa na majanga kipindi kile. Kwani huku inatoka huku? Twende. Maana huku sasa kushakuwa na marekebisho makubwa. Mto nini? Au ndo unaitwaje mto huu? Ndo unatoka huko juu mlimani. Unaweza ukaona maji yanatiririka kutoka juu. Matope yalikuwa mengi sana. Nadhani mlikuwa mnaona zile video kipindi kile, magogo jinsi yanavyobebwa, na unaambiwa yale mawe yote yanatoka huko juu. So jambo la kawaida. Inawezekana sometimes tulikuwa tunasikia tu nchi za watu, lakini miaka miwili nyuma ndio tulishuhudia kwa macho ya nyama. Kwa hivyo lipo funzo katika hilo. Kwani pale shehe kuna gari zinazotoka Singida kwenda Babati, kama mabasi makubwa yanayotoka sijui yanatokea Mwanza, sijui wapi, yanaanza kupita saa ngapi? Hapa unapumzika, kuna hoteli hilo hapo unaweza kufika kupumzika, ni mlimani. Hali ya hewa yake inavutia sana, ni baridi. Na huu hapa kwa huku ndo msimu wa joto. Ndo baridi. Kwani huku kunakuwa na joto kabisa kali? This is Qatesh. Na hii loji. Nyumba tu. Nani? Huyu mwenye mabasi.
huku nani ya maji, mashine ya maji hapo. Nyumbani kwake. This is Katesh 26. Mkuu wa wilaya sasa hivi anaitwa nani? Au humjui jina lake? Ikulu ndogo. Sasa ungefika kule zile nyumba unakuta na watu na vijana na wengine ni vilema. Ingekuwa unyama, lakini yaani unajua nini? Nilitaka saa moja au saa mbili nikute hapa. Lakini sasa ile gari yenyewe kwa gari. Kuna gari, yaani mfika mapema stendi, unaona? Wakaniambia kuna gari linatoka Arusha sijui mapema tu hiyo isimami. Mpaka saa 2 na nikuta stendi. Mimi nikaambia hela yangu ndo nikapanda kile kigari. Lakini kama asubuhi ile ningewahi daladala ya kwanza ningeenda. Lakini sasa hivi tena hapa tena ishakuwa jao. Ungefika kule sasa hivi yani mfano ungekuwa na hela. Angalia mazingira nini? Tena watu na ningeongea nao ingekuwa unyama sana. Sema hapa tena ishakuwa jao. Lakini nitakuja siku nyingine. Siku Mungu akipenda siku nyingine nikiwa naenda Mwanza nitapitia. Nitatoka Singida nitapitia huko. So wakuu, hiyo ni Katesh. Unaweza kuiona kwa uchache, na ndo huku mjini ndo kulipigwa na ile mud slide mpaka kupelekea watu wengine kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa na mali kuharibiwa miaka 2 iliyopita. Lakini sasa hivi hii ndo sura ya mji unavyoonekana baada ya miaka 2 kupita, miaka 2 kupita ya lile tukio ya. Kwa hiyo na watu wengine wakajengewa nyumba nje kidogo ya mji ambako kwa bahati mbaya siwezi kufika kwa leo kutokana na muda, lakini nitawaandalia video ya siku nyingine. Tutafika huko huko wanaishi katika nyumba zao mpya nje kidogo ya mji kwa upande wa kule ikupiga upande huo wa barabara wa pili. Soko liko wapi? Tunaweza tukapitia kuna mafuriko soko mpya. Tunaweza tukapitia. Baada ya mafuriko wakahamishiwa hapa ya. So kama unavyoweza kuona baada ya mafuriko na ile kadhia tusiingie, tupite tu.
baada ya ile mafuriko na ile kadhia wakahamishiwa soko jipya ambalo ni hapa yeah. Na hapa kuna mboga mboga na vitu vingine yeah. So hiyo ndo Katesh. Mji wa Katesh. Hapa ndo makao makuu ya wilaya ya Hanang, ndio hapa yani Katesh. Drop comment yako hapo chini kama unatokea maeneo hayo huku, basi ndio kwa huku leo tukimalizia ziara yetu ya mikoa ya kaskazini, ambapo tulianza Moshi tukafika Arusha, Babati, Manyara na sasa tuko katika wilaya ya Katesh hapa, ikiwa katika mkoa huo wa Manyara. Baada ya hapa mkoa unaofuata kwa kwenda mbele ni Singida ambao ni mkoa wa kanda ya kati. So hivyo ndivyo mambo yalivyo maeneo haya hapa ya Babati, Katesh Kwa hivyo drop comment yako, umeonaje maeneo haya ya Katesh, ikiwa ni miaka miwili sasa baada ya kadhia ile ya mudslide. Tuweze kusikia kutoka kwao baada ya mudslide. Na sasa hivi bado ni asubuhi mijira kama ya saa 4 hapa. Kwa hiyo tunaendelea. Ile mtei sasa hivi inaenda wapi? Mbona kama inatoka kwenda huko? Unaona mtei pale? Ndo pale. Au aingie stendi? Kama naondoka sasa. Ngapi mapema hii tu. Hilo yao magari makubwa wasimami sana. Hapa ndo stendi ya zamani ambayo nayo ilikumbwa na majanga. Hapa ndo stendi ya zamani. Kwa hiyo yalifika hapa. Naambiwa hadi hapa stendi ya zamani pia palikumbwa na majanga hayo ya landslide. Nini hiyo mudslide. Hapa pote. Kwa sababu imekuwa kama soko la mitumba au? Sasa. Kwani hao mbwa waona wenyewe? Hao mbwa mbona wanazulula sana huko? Maana nimeona hadi Babati mbwa wanazulula, sio watangata watu hao. Hawangai. Labda. Lakini hivi washazoea, mshawazoea wenyewe. Sasa. So this is Katesh, Hanang. Hii ndo wilaya ya mwisho ya Manyara. Baada ya hapa unaingia mkoa wa Singida. Ndio wilaya ya mwisho ya mkoa wa Manyara. Baada ya wilaya hii mbele hapo unaanza mkoa mwingine wa Singidani. Singida tutaenda, itakuwa ni episode zingine, itakuwa hiyo episode itaunganisha na episode ya kanda ya Ziwa. So kama bado hujasubscribe, subscribe ili usipitwe na hizo series zingine ambazo zitaendelea kuanzia Singida kuelekea mikoa ya kanda ya Ziwa. Huu msikiti wa Ijumaa. Hii hapa ni Great Mosque of Hanang hapa Katesh.
lake lilibomolewa na maji. Hiyo mud slide hili ni daraja jipya, si ndio? Kwa hiyo ilikuwa ni hatari hapa. Kama napakumbuka hapa kuna video nisho kuona magogo yanapita hapa. Kwa hiyo ilikuwa so poa kabisa. Kwa hiyo Katesh ni mji mdogo ambao unachipukia kama unavyoweza kuona, majengo hapa na pale yanaendelea kujengwa na wenyeji katika kukuza mji wao. Na kama mlivyosikia ni kwamba wenyeji wenyewe hasa ni wa Baalbek na Waila kindo wao wa Mbulu. Waila kindo wao wa Mbulu. Kwa hiyo ndio wenyeji wenye kwao hapa, lakini sasa hivi kuna cosmopolitan, mwingiliano wa watu wengi kutoka kila pahala wapo hapa. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi, ukifika hapa mambo yote yanaendelea vizuri sana. So drop comment yako hapo chini, niambie umeonaje ikiwa leo ndo tunafunga rasmi nani yetu hapa hii shule ya sekondari. Mbona kama ya bweni msingi afu bweni walemavu kule ndo sekondari advance form 6. Kwa hiyo unaweza ukaenjoy view ya mlima Hanang kule. Kule juu kule, ule ni mlima Hanang. Pia tunamalizia vlog yetu hapa. Ni uwanjani, mambo ya michezo nini, wanakuja wanazima hapa wazee wa Chandimmali. Kwa hiyo na hiyo hapo ndo stendi mpya ya mabasi ambayo iko ni nzuri, katika stendi ambazo ni nzuri kwa wilaya. Hii stendi ni nzuri kwa sababu kuna manispaa zina stendi kama hii nyingi, tusitaki kuzitaja, lakini kwa wilaya hii stendi ni babu kubwa. Yani ya kisasa. Kwanza tunyoshe kule ndio tunaenda tunyoshe kwanza ili nipige stendi mbele. So kiwilaya au kimji mdogo hii stendi ni nzuri sana, kwa sababu zipo manispaa ambazo hazina stendi kama hii hapa. Hii stendi unayoiona mimi sitaki kuzitaja, lakini nyinyi wenyewe mnazijua, hamna stendi kama hii. Kwa hiyo heko sana kwa huu mradi wa stendi ambao umeweza kufanyika hapa Katesh. So ndio hivyo. Unfortunately ndio hivyo, na nasikitika tu kwamba sijafika kwenye hizo nyumba mpya ambazo zimejengwa kwa ajili ya watu hao waliokumbwa na madhila. Waliokumbwa na madhila. Naondoka. Waliokumbwa na madhila. Hii nenda. Kuingilia kule kumbe. Sawa. Kwa mimi miguu naingia. Basi niacha hapa. Nikupe. So ndio hivyo. Mimi sina la ziada. Leo niko hapa Katesh. Tukutane katika una buku mbili. Tukutane katika vlog nyingine ambayo tutakuwa ukanda mwingine sasa wa kanda ya Ziwa. Shukrani. Kanda ya Ziwa. Naitwa Navigator Chinduli, hadi wakati mwingine. Hala.